Wananchi wa Tanzania wamejawa na hasira baada ya mahakama ya Kisutu kutoa ujumbe kuhusu kesi ya Tundu Lissu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachotajwa na wachambuzi wa siasa kama mojawapo ya kesi nyeti zaidi katika historia ya siasa za upinzani nchini Tanzania, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kwa mara nyingine kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inayohusiana na tuhuma za uhaini na uchochezi. Kesi hiyo ambayo imezua mjadala mpana wa kitaifa na kuvuta hisia kutoka wadau mbalimbali wa haki na siasa, sasa imepangwa kuendelea Julai tarehe 15 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka ndani ya mahakama, ombi la kuahirisha kesi hiyo liliwasilishwa na upande wa jamhuri. Uamuzi huu umetokana na kile kilichoelezwa kuwa ni hitaji la muda zaidi wa mkurugenzi wa mashtaka mkipenda DPP kupitia ushahidi wote uliokusanywa kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu mwelekeo wa shauri hilo. Serikali sasa imesema kuwa kutokana na uzito wa tuhuma hizo ambazo zinahusisha masuala ya usalama wa taifa na siasa, ni lazima kila hatua ichukuliwe kwa umakini wa hali ya juu. Hata hivyo, mahakama imetoa angalizo kuwa ifikapo tarehe 15 Julai, upande wa mashtaka unapaswa kuwa tayari umetoa mwelekeo kamili ama kuendelea na kesi hiyo na kuifunga. Hatua hii imekuja baada ya mlolongo wa kuahirishwa kwa mara wa shauri hilo hali ambayo imezidi kuzua wasiwasi miongoni mwa wafuasi wa Chadema na wanaharakati wa haki za binadamu. Na katika hali ya kuonyesha mshikamano wa kisiasa, mamia ya wafuasi wa Chadema walifurika nje ya viunga vya mamlaka ya Kisutu wakiwa na mabango na mavazi yenye ujumbe wa kudai haki na kulinda demokrasia. Uwepo wao umeendelea kuwa sauti ya kudai usawa wa kisiasa na haki kwa viongozi wa upinzani. Kesi ya Tundu Lissu imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu si tu ndani ya Tanzania bali pia na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu, yakizingatia nafasi yake ya juu katika chama kikuu cha upinzani na historia yake ya kisiasa iliyojaa misimamo mikali dhidi ya serikali ya sasa. Wataalamu wa sheria wameeleza kuwa uamuzi wa DPP kuhusu kesi hiyo unaweza kuwa na athari kubwa katika hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Na katika wakati ambapo Tanzania inajiandaa kwa uchaguzi mkuu, mwelekeo wa kesi hiyo unaweza kuwa na uzito wa kipekee, hasa kwa kuwa unamuhusisha mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani ambaye mara kadhaa amekuwa akionekana kuwa tishio kwa vyama tawala. Mjadala umeendelea kufukuta mitandao na katika majukwaa ya kisiasa kuhusu kama kesi hiyo ni ya kisheria au imebeba mizigo ya kisiasa. Kwa sasa taifa linatazama kwa makini Julai tarehe 15 na inaonekana kama tarehe muhimu itakayoweza kuamua mustakabali wa siasa za haki nchini Tanzania. Hali ya sintofahamu imeendelea kutanda huku Chadema na wafuasi wake wakisisitiza kwamba haki haitakiwi tu kuonekana ikitendeka bali kutendeka kwa wakati.